Mteule, kiti kimoja tu kipo, mapacha tunayekumbana, lakini mama alituacha. We were born as one. But now we're torn apart. Mteule, who will wear the crown? Karibu sana kwenye channel yako pendwa ya Hastenic Production Channel, inayokuletea simulizi kali zenye mafunzo, msisimko na utamaduni wa Kiafrika. Kabla hatujaanza sehemu ya 3 ya Mteule Moto wa Siri, bonyeza kitufe cha subscribe, like video hii, comment maoni yako, na usisahau kubonyeza kengele ya arifa ili kila sehemu mpya inapowasili uwe wa kwanza kutazama. Sasa kaa tayari. Moto si wa kawaida, umeanza kuteketeza historia. Moto uliowashwa kwenye kasri la maandiko ya kale haukuthibitika. Watu walidhani ni tukio la siku moja. Hawakujua kuwa ulikuwa umeambatana na laana. Wiki moja baada ya tukio hilo, milango ya miji ya kifalme ilianza kutoa moshi, bila dalili ya moto wowote kuonekana unaanzishwa. Nyumba zilianza kuungua ghafla, bustani ziliwaka moto wenye harufu ya damu, na watu walikimbia ovyo wakilia. Moto huu si wa kawaida, unachagua nyumba. Kasri kuu la kifalme lilianza kupasuka kuta zake. Mitaa ya chini, hasa ya familia za walinzi na walimu wa maandiko, iliteketea kabisa. Mamamia na watoto walikimbia uchi wa mnyama, wakilia huku wengine wakikimbilia kwenye mtongurumo kujizamisha. Moto uliendelea kusambaa hadi kwenye pango la mzee Mwalimu Gogo, mlinzi wa maandiko ya kale ya Milambo. Usiku ule ule, kabla moto haujagusa pango lake, mzee Gogo aliota ndoto yenye sauti ya ajabu. Mwangaza ulioteketezwa haikuwa ajali. Mteule wa giza alimchoma, lakini jina lake bado halijatajwa. Mwangalie katika kivuli cha damu ya kifalme. Moto haubebi mikono ya mpumbavu, bali ya aliyetengwa. Mzee Gogo alipoamka, alijua aliyechoma maandiko alikuwa yuko ndani ya familia ya kifalme, au karibu sana nayo. Na kwa kuwa moto ulikuwa unaelekea kwenye pango lake, alijua muda wa kulinda maandiko ya mwisho umeisha. Aliondoka, akabeba kitabu kimoja tu, ramani ya taa ya roho, na kuanza safari ya kwenda kuwakuta wale walio hai. Katika vichochoro vya Milambo na msitu wa kati, Nneka, Aminata na Zuri walikuwa kila mmoja akipambana kivyake, lakini sasa waliingia eneo la msitu mweusi, eneo ambalo hata ndege walinyamaza na miti ilitoa sauti ya maumivu. Kwa mshangao na wasiwasi, walikutana kwenye njia ya mti mmoja wa upweke. Walikutanisha macho bila kusema neno. Nneka alizungukwa na ndege mweusi mmoja tu. Aminata alikuwa na kipande cha maji kinachong'aa mkononi. Zuri alikuwa amechubuka uso, macho yamevimba kwa kulia. Walikumbatiana. Walikumbuka walivyocheka pamoja miaka ya nyuma, kabla dunia haijawageuka. Lakini muda wa amani ulikuwa mfupi. Ghafla, mshale ukapiga mguu wa Nneka, kisha mwingine ukampiga Aminata bega. Kisha kelele zikaanza kutoka vichakani. Hawa ndio watuhumiwa wa uchomaji wa maandiko ya kifalme, wavunje sheria za kale. Wawindaji wa msituni, kikundi cha wanaume waliovaa nguo nyeupe, walitoka wakiwa na nyuso zilizofunikwa na mivuli ya miguu ya tembo. Walikuwa waumini wa sheria za kale, waliodhani mtu yoyote anayeshiriki kwenye maandiko ya kale ni mhalifu. Wote watatu wakapigwa ganzi na kubebwa. Wakati jua lilipokuwa linazama, mwangaza mwekundu ulizama juu ya vichwa vyao. Wakiwa hawajitambui, walijikuta wamefungwa juu ya miti mitatu mikubwa, kila mmoja akiwa katikati ya msalaba wa miti ya miiba, mikono ikiwa wazi na kamba za ngozi zikiwa zimewakaza hadi damu kutiririka. Wawindaji waliimba, wasulubiwe kwa mwanga ulioteketezwa. Hakuna aliye juu ya sheria za kale. Hata malkia wa zamani aliwahi kusulubiwa. Hawa si wa pekee. Nneka alipiga kelele, Aminata alilia kwa nguvu, Zuri alitulia kimya, machozi yakimtiririka tu. Ghafla, sauti ya mwanamke ikasikika kutoka gizani. Hamjui mnachokifanya. Mwanamke huyo alikuwa Mama Kamwene, mchawi aliyemsiri wa Thandi, aliyekuja akitokea msituni akiwa na fimbo yenye mwanga wa rangi 3, nyeusi, kijani na nyekundu. Aliongeza kwa sauti ya chini, kabla jua halijazama kabisa, mmoja wenu atakufa na mmoja atageuka. Ndani ya sekunde chache, umeme ukapiga juu ya vichwa vyao. Giza likatanda haraka, kana kwamba usiku uliamua kutua mapema. Wawindaji wote wakatazama angani kwa hofu. Kisha moja ya miti waliotundikwa juu yake ikaanza kuungua polepole, ni ule wa Zuri. Moto ukawa wa rangi ya zambarau, moto ambao haukutoka duniani, moto wa kiroho. Je, Zuri atateketea kabla msaada haujafika? Je, Mama Kamwene ni mkombozi au muuaji? Na nani hasa kati yao ndiye mteule wa kweli? Au ndoto za Mwalimu Gogo zimekosea?
Simulizi ya Mteule sehemu ya 3 inaishia hapa kwa sasa. Zuri yuko kwenye moto wa kipekee, wawindaji wako tayari kuwaua wote, na Mama Kamwene ametangaza hukumu ya ajabu. Je, nani ataokoka? Je, nani atasalimika? Na nani atageuka kuwa mtu mwingine kabisa? Ili kujua yote hayo, subscribe sasa hivi, bonyeza kengele ya arifa, like video hii na tuandikie komenti yako. Unadhani nani ataokoka kati ya Nneka, Aminata na Zuri? Sehemu ya 4 inakuja muda si mrefu hapa kwenye Hastenic Production, hadithi zinazoishi. Kelele za ushindi, lakini wewe ndugu yangu unaniita adui. Je, tunaweza kurudi pale tulikotoka? Mteule, ni nani atakayeshinda? Damu moja, lakini roho zinagombana. Mteule, kiti kimoja tu kipo, pamoja tunayegombana, lakini